wangu. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo nataka niwape elimu kuhusu jini chunusi. Jini chunusi ni jini wa namna gani, na jini chunusi ni jini ambaye ana kazi gani? Kwa sababu tunapozungumzia majini, tunazungumzia majini wamegawanyika kwa makundi tofauti tofauti, au wako kwa matabaka. Na ndio maana tunapozungumzia majini wako kwa matabaka au kwa makundi. Kama sisi binadamu tupo kwa matabaka, tupo kwa makundi, tupo kwa mataifa. Hata vile vile majini wako kwa matabaka, wako kwa makundi, wako kwa mataifa, wako kwa miji pia. Kwa hiyo mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu kuhusu viumbe hawa. Kwa sababu popote ulipotambua viumbe hawa wapo, yani sehemu yoyote utakayo kuembo, tambua viumbe hawa wapo. Sema unakutana nao katika mazingira gani, na wanaweza kukuzuru ukiwa katika mazingira gani, lakini pia wanakulinda. Maana hawa majini pia wana uwezo wa kukulinda, wana uwezo wa kukulinda, wana uwezo wa kukusaidia, wana uwezo wa kukupa mali, wana uwezo wa kukuepusha na vitu vyovyote vibaya. Kwa hiyo Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukutambulia hawa viumbe. Utambue unapokutana nao, utambue umekutana na viumbe wa namna gani, au umekutana na majini wa namna gani, na aina gani majini hawa wanakuwa na aina ya majini gani wanakuwa ni wabaya na wanazuru, na kwa nyakati gani, na ukiwa sehemu gani. Kwa Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kufafanulia. Kuna aina ya jini anaitwa chunusi. Jini huyu chunusi, naombeni muweze kujihadhari naye, kwa sababu ni aina ya jini mbaya. Tunazungumzia jini mbaya kwa sababu gani? Ni jini ambaye kwanza anakaa baharini, pili anakaa kwenye mito, tatu anakaa kwenye visima, nne anakaa sehemu yoyote ya mito. Kwa hiyo asili ya jini huyu, yeye anatumia damu za binadamu, maana chakula chake ni damu. Sasa haijalishi iwe ni damu ya binadamu, iwe ni damu ya mnyama, anaweza akapita. Hata kama ni mnyama, iwe ni ng'ombe, akipita kwenye maji, basi tambua kama chunusi upo, lazima ng'ombe yule ataweza kukuliwa. Kwa sababu yule jini hali nyama, yeye anakunywa damu. Kwa hiyo watu wengi, kama wewe ni mvuvi, basi jitahidi sana, kuna nyakati usiweze kwenda baharini, au unapokwenda baharini basi moja kwa moja uwe umejikinga. Sababu jini huyo mara nyingi anapokuwa anahitaji chakula au anapohitaji damu ya binadamu, husogea pembezoni mwa mto, na wewe kwa sababu yeye ana uwezo kukuzidi wewe, anakuita, utajisikia unatamani kuingia kwenye maji. Hata ulikuwa hujisikii, unajisikia joto, maana yeye ndo anasababisha wewe uwe na joto. Ndio dalili za kujua sehemu uliopo kuna jini chunusi. Kwa hiyo utajikuta unajisikia joto, unajisikia unatamani kuingia ndani ya maji, unajisikia mvuke, basi moja kwa moja kama sehemu hiyo jini chunusi yupo, basi anakuletea hali hiyo ili uweze kusogea karibu yake, na moja kwa moja jini huyo atakunywa damu. Na anapokunywa damu, mara nyingi utapodumbukia, unakuwa mtu huyo hawezi kuibuka. Kwa hiyo utakuta atakunywa damu yako mpaka atakapomaliza, na utaibuka kwa siku nyingine au kwa wakati mwingine. Na hata mtu akikukagua, atakuta mtu yule ambaye amenywewa damu na chunusi hana kovu la aina yoyote, hana changamoto kwenye mwili aina yoyote, basi tambua mtu huyu alikutana na jini chunusi kisha akanywa damu yake. Na mara nyingi hupendelea kukaa kwenye mito, hupendelea kukaa kwenye bahari, hupendelea kukaa kwenye kisima, kwa sababu sehemu yoyote wakati anapokuwa na njaa, basi ili aweze kupata chakula chake ni lazima anapendelea kukaa sehemu ya maji. Atakaa kwenye mto, atakaa kama ni baharini, atakaa kama kisimani. Kwa hiyo utashangaa kwamba kuna mtu alienda kisimani kuchota maji, basi moja kwa moja amedumbukia kisimani. Sio kwamba amedumbukia, amevutwa na jini chunusi kisha akanywa damu yake, kisha mtu yule akaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo watu wengi, kitu ambacho nataka niwape wasaa, kama wewe ni mvuvi, kama ni wewe unapendelea kutembelea sehemu ya mito, basi kuna namna ya kujikinga na jini huyo chunusi. Pendelea kuvaa chuma tunaita kembe.
Kembe, kuna kembe fulani zinauzwa, hata mkienda huko kuna kembe zinauzwa. Lakini ile kembe, jitahidi unapokwenda katika mto au unapokwenda katika bahari, kama wewe ni mvuvi, ili jini huyu chunusi hata ukikutana naye asiweze kukukamata, asiweze kukufanya kitoweo chake. Basi unachotakiwa kufanya, unatakiwa kuvaa kembe au bangili yoyote ya chuma, basi vaa, iwe ina asili ya dhahabu. Lakini unapokwenda unatakiwa uchukue ndimu, ndimu ya maji. Chukua ile ndimu ya maji, basi pakaza kembe yako. Utakapopakaza kembe yako, kisha iache ukauke na ile ndimu ya maji, kisha vaa. Kwa hiyo yule jini anapoona ukiwa na kembe ile inakuwa inamsugua, inampa msuguano akili yake, mawazo yake, yani anajihisi kama ni kitu kinamsugua, kinamkosesha amani. Kwa hiyo sehemu ambayo wewe utakuwepo, tambua jini huyo chunusi hawezi ingia au hawezi kukukaribia. Na jini huyu chunusi ndio jini hatari katika maji, maana wanapoteza watu wengi. Ukisikia mvuvi amepotea kwenye maji, basi tambua ni chunusi. Ukisikia mvuvi amezama hajaonekana, tambua kachukuliwa na chunusi. Ni aina ya majini ambao wanakaa baharini au kwenye mito, na mara nyingi hupoteza sana watu, na watu hawajui kwamba kuna aina ya jini huyo chunusi. Kwa hiyo jihadhari na aina ya majini hao, ndio maana tunasema wako kwa makundi, wako tofauti tofauti. Kwa hiyo siku ya leo nilikuwa nakupa elimu kuhusu chunusi na namna gani unajikinga kuhusu jini huyo. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, mama kwa kushirikiana na viumbe mbalimbali. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Karibuni, asanteni sana.